Habari za weekend, na tunakutana kwenye masuala ya weekend, na hii ni ishara ya weekend. Ukishaniona nimetupia hivi unajua tu mwendo ni weekend, tunazungumza kuhusu weekend. Tunazungumza nini? Tunazungumza kwa sababu yapo ya kuzungumza. Kuna mambo mengi sana ambayo tunatakiwa tuyazungumze au kuyajadili. Nilikuwa live kule TikTok muda fulani. Moja ya swali ambalo nimeulizwa na watu kadhaa na nikalijibu angalau kule, ila nikasema ngoja nililete hapa ili nilifafanue, kwa sababu nitakutana nalo tena. Najua nakutana na maswali mengi ambayo mmekuwa mkiniuliza, lakini pia na wakumbusha kabla sijaenda kwenye hili swali kuwa kuna channel yetu mpya ambayo tumeianzisha hapa YouTube ambayo inakwenda kwa jina la Rahby Update. Unaweza baadaye ukapita kuitazama, na tunaomba subscribe yako kule, kwa sababu unafahamu kuwa tunajua, hata sisi tunajua na wao wanajua kuwa tunayoyazungumza mengi hawayapendi. Ndio maana mimi ninapozungumza na wewe, na hata wale watu wengine wapenda kuniambia, Rahby, mbona unazungumza hutuwekei cuts za matukio, picha na kile unachokizungumza? Siku nitaamua kufanya hivyo, kukuwekea ushahidi wa kile ninachokizungumza, basi tena hutoniona kwenye hii channel, kwa sababu hawapendi ukweli. Kwa hiyo mara nyingi ninazungumza tu hivi, ndio nakwambia kuwa unaweza ukatumia muda wako, nitakutaja nikizungumza, nitakwambia sehemu fulani imeandikwa hivi, sehemu fulani imeandikwa hivi. Kwa unaweza ukautumia muda wako kwenda kupekua hiyo sehemu kama imethibitisha nilichokizungumza. Ila siwezi kukuwekea vitu hapa, kwa sababu awali kabla ya hii channel tulikuwa kuna channel nyingine ambayo tulienda kwa staili hiyo ya kuwa tunaweka kila kitu. Haikuchukua muda, channel ile wakaifuta, na tukawa na channel nyingine ambayo tulifanya vile vile na nyewe wakaifuta. Sasa tumejifunza kula na kipofu, yani tumejifunza kuishi nao, yani tunaishi nao kwa hii style kuwa nisikilize tu ninachokisema, alafu ushahidi utaenda kuutafuta pembeni, kwa sababu ukitaka nikulishe kila kitu hapa hatutofika kokote, tutapotezana muda si mrefu sana. Sasa kuna channel nyingine ambayo tumeanzisha ni Rahby Update. Baadaye tunaomba ufanye subscribe huko, kwa sababu hata haya tunazungumza wanajua, wanasikia. Kwa hiyo wakishaona kuwa wanaweza bila sababu yoyote, kwa sababu channel yetu ya pili waliondoa bila sababu yoyote, hawakutupa warning wala hawakutupa lolote, lakini waliamua kuiondoa tu, na ndio maana tunachukua tahadhari. Kwa hiyo tunaomba usubscribe ile channel ya pili, ili lolote likitokea ujue tunaenda upande wa pili. Ndio tunavyoishi nao, no way, hakuna njia nyingine. Sasa nililoulizwa ni kuhusu kuwa hivi itakuwaje kama Marekani itaamua kutopigana vita, na hapo ilipofikia ikaamua kurudi. Je, Donald Trump itakuwaje? Au upande wa Israeli ambaye ndio anataka sana huu mzozo itakuwaje kwa pande zote mbili? Au kwa upande wa Iran itakuwaje? Ukichukulia kinadharia, kwa pande zote ina faida na hasara karibu katika kila pande. Labda nianze na kuitazama kwa upande wa Marekani. Upande wa Marekani, Donald Trump wakati anatoka kwenye mkataba huu unaitwa wa JCPOA ambao uliingizwa na Barack Obama 2015, ambapo yeye aliitoa Marekani 2018. Alivyoitoa akasema kuwa haya makubaliano hayaipi Marekani, yani hayana faida sana. Anasema ni makubaliano ya Barack Obama ambayo yanaipa sana Iran, yani yanaifaidisha sana Iran kwenye haya makubaliano, hayawafaidishi Marekani na wengine, katika toni ile ile ambayo Israeli walikuwa wakizungumza kuwa haya makubaliano yanamjenga sana Irani, kwa sababu unajua makubaliano yaliondoa baadhi ya vikwazo vingi ambavyo vilikuwa vimemzingira Irani kwa muda mfupi. Na hata ukweli ukienda kufanya tathmini utaona kuwa 2015 to 2018 uchumi wa Irani uliimarika, licha ya kuwa ulikuwa umefunguliwa kwa kiwango kidogo, sio kwa kiwango kikubwa. Uchumi uliimarika na maisha yakaboreka ya watu wa Irani, na matumaini yakawa makubwa, na mabadiliko yakawa mengi ndani ya Irani katika kipindi hicho. Sasa Israeli hicho hakipendi sana, kwa sababu utulivu na ukuaji wa Irani ni ishara sio nzuri, kwa kile ambacho nimekuwa nikizungumza mara kadhaa kuwa hata haya mazungumzo yanayoendelea yamefanyika Muscat, yamefanyika Geneva kule, kama yangekuwa yanaenda sambamba katika yale mazungumzo, yani katika meza ingekuwa kuna kitu kinaitwa Abraham Accord, nadhani Israeli angekuwa msikilizaji mzuri zaidi, na angetaka sana haya mazungumzo yatimie bila kutumia nguvu, kwa sababu anafahamu mkataba wa Abraham jinsi ulivyokuwa unamfeva yeye, na uko upande wake kwa kiwango kikubwa. Nchi zote ambazo zimesaini mkataba wa Abraham wote wako chini ya Israeli, na hakuna nchi ambayo inaweza ikafanya lolote. Hairuhusiwi kukosoa, hairuhusiwi kuzungumza lolote, hairuhusiwi ndani ya nchi yako kuruhusu watu ukosoaji dhidi ya Israeli, hauruhusiwi kufanya chochote. Kwa hiyo
Kama mazungumzo yanayoendelea yangekuwa yanakwenda mezani pamoja na mkataba wa Abraham, Israel angefurahia sana hayo mazungumzo. Sasa shida hayaendi pamoja, kwa hiyo yanamfaidisha sana Iran. Sasa hilo ndio alilozungumza Donald Trump wakati anajiondoa. Sasa Marekani ana kipi? Kura ya ndani ya Marekani, wengi wa Marekani hawaungi mkono hii vita. Sambamba, hali kadhalika hata watu wengi wanakubaliana kuwa Donald Trump pia hii vita sio kuwa anaitaka, ila ana kitanzi shingoni. Kwa hiyo inamsukuma kwenda kwenye hii vita. Sasa kama Trump atapata makubaliano yaliyo bora akaenda nayo kwa Wamarekani, mfano makubaliano ambayo anasema bora kuzidi ya Barack Obama. Makubaliano ya Barack Obama yalikuwa kati ya makombora Marekani na Iran. Marekani alikuwa faidiki chochote. Last week niliwaambia kuhusu proposal ambayo walienda nayo Iran kule Geneva, kuwa wakamfungulia njia Marekani, njoo tufanye biashara ya mafuta, njoo tufanye biashara ya gesi, njoo uwekezaji wako na nini na nini. Kama Marekani wanaweza kusaini makubaliano ya namna hiyo, kwa sababu Wamarekani wengi na serikali ya Marekani inafahamu kuwa Iran sio tishio kwao. Iran hajawatisha Wamarekani, wala hawezi kuwatisha, wala hawezi kuwashambulia, kwa sababu kwanza yuko mbali sana. Hata mzozo wao hauwezi kuna lolote. Kwa hiyo wanafahamu kuwa hii vita unatudrag tu, hii vita tunavutwa kwa sababu Israel ndio tishio na Iran hao wanatishiana. Kwa hiyo Marekani anataka kufanya kwa niaba ya Israel. Hilo liko wazi. Sasa kama Trump atakwenda na makubaliano yaliyo bora ndani ya Marekani, makubaliano ambayo yanaipa Marekani ufikiaji wa nishati ya Irani ambayo makampuni mengi ya Marekani yataikimbilia, kama nilivyowahi kuzungumza kuwa makampuni yaliyokataa kwenda Venezuela yakiambiwa kwenda Irani yatakwenda, kwa sababu huu ni mkataba wa kisheria ambao at the same regime, yani haupo kwa shinikizo kama la Venezuela ambalo kwa ni pressure ya Donald Trump. Huenda sera ikabadilika ikiwa itakuja serikali nyingine baada ya Trump. Huenda makampuni yanaogopa uwekezaji, lakini uwekezaji wa Irani wana uhakika kwa sababu ni uwekezaji halisi. Kwa hiyo makampuni mengi ya Marekani yatakwenda kufanya uwekezaji ikiwa Marekani itafikia hivyo. Kwa hiyo kama Trump atakwenda na makubaliano ndani ya Marekani ya kuhusu Irani, makubaliano ambayo yataipa Marekani kufikia, anakuwa shujaa. Uchaguzi wa Novemba ule wa nusu msimu, Trump anashinda vizuri kabisa na Republican yake wanakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi kuliko hilo. Sasa ukigeuka upande wa pili wa Israeli, haya makubaliano kama ya Marekani ataenda na hayo makubaliano, halafu ukigeuka upande wa pili ya Israeli, ni hatari. Hayo uchaguzi wa Israeli, uchaguzi mkuu utafanyika mwaka huu mwezi wa 10. Sasa kama makubaliano yatakuwa hayo, Israeli Netanyahu atapoteza na Israeli itapoteza. Itapoteza kipi? Kwa sababu Israeli wanaamini ukubwa wao wa kile ambacho unaweza kusema, umeitazama juzi interview ya Carlson Tucker na balozi wa Marekani Mike Huckabee, ambao Saudi Arabia jana wametoa tamko na baadhi ya nchi za Kiarabu zimetoa tamko kali kukemea kauli zilizotolewa na Mike Huckabee alipoulizwa na Carlson kuwa vipi Israeli kutanuka. Anasema inaweza ikatanuka ikibidi, yani iende kwenye mpaka Euphrates mpaka kuja mto Nile, manake kuwa Saudi Arabia ndani, Lebanon ndani, Jordan ndani, Syria ndani, baadhi ya maeneo ya Misri ndani, yote iwe Israel. Aliunga mkono hilo. Sasa washirika wa Marekani ambao ni nchi za Kiarabu ambazo zimetajwa kwenye hili wamekasirika, wameandika, wamemshutumu Mike Huckabee na wanaitaka serikali ya Marekani ithibitishe kuwa kauli ya Huckabee inabeba kauli ya sera nzima ya Marekani, yani inabeba kauli yake kuwa ni kweli hiki kitokee hivyo au tunakubaliana na hili. Kwa hiyo hilo wamelitaka liwe hivyo. Sasa kwa Israeli kufanya makubaliano ya aina yoyote na Marekani ambayo yatakuwa diplomatic, unamfungulia Iran aanze kukua, hali ya kuwa hakuna mkataba wa Abraham ambao unamdhibiti Iran. Kwa Israeli hawawezi kukubaliana. Yani maana yake kuwa kama Marekani itafikia makubaliano na Iran ya njia mazungumzo, Israeli itapoteza. Itapoteza kipi? Israeli itapoteza kwa sababu hofu ya Israeli dhidi ya Iran itakuwa haijabadilika. Lengo la Israeli kwa Iran ni regime change, mabadiliko kamili ya utawala ndani ya Iran, sio huu utawala ambao umekuwepo kwa muda wote. Kwa hiyo kama itakuwa hivyo ndani ya Israeli, Netanyahu kwenye uchaguzi wa mwezi wa 10 mwaka huu, Likud yake itapoteza na yeye atapoteza, na inaweza ikawa mwisho na ataishia gerezani, kwa sababu ameshikilia nafasi ya waziri mkuu kwa sababu ya mashtaka yako mengi. Yani kama sio yeye waziri mkuu, tayari siku nyingi wangeshamfunga. Kwa hiyo yuko nje kwa sababu tu ya kuwa yeye ni waziri mkuu, lakini kama njia vyovyote inavyotokea wanamla kichwa, hawezi kubaki. Kwa hiyo makubaliano yoyote ya kwenye meza ni ishara kuwa Israeli atapoteza. Ndio maana
inasukumwa kwa njia yote, lazima itokee vita ya namna yoyote, itokee vita, hata kama ya wiki moja itokee vita. Halafu hata waje na hadithi waliokuja nayo Juni kuwa tumemaliza kila kitu, nyuklia tumeziondoa, makombora tumeyaondoa. Unaitengeneza hadithi afu unailazimisha kwenye vyombo vya habari kuwa hii ndio hadithi halisi, lakini muda utakuja kukumbua, kwa sababu sisi wasema ovyo tulizungumza kuanzia Juni tukasema maigizo, hakuna chochote kilichofanyika ndani ya Iran. Kwa hiyo leo wanatuthibitishia kile tulikisema kuwa hakuna walichokifanya kwenye mashambulizi ya Juni, na leo wanarudi kufanya nini? Wanarudi kwa sababu hawakumaliza Juni kile ambacho walituambia wamemaliza. Huo ndio ukweli. Sasa upande wa Iran inakuwaje? Ikiwa Iran itafikia makubaliano ya kidiplomasia na Marekani kusaini na kufikia haya, kwanza Iran itakuwa imeondoka na kitu kimoja ambacho wameishi kwa muda mwingi, 47 years toka mapinduzi ya IRGC 1979. Iran wanaishi kwenye pressure kubwa, na ndio maana mara kadhaa nawaambia kuwa Irani kwa miaka mingi walijiandaa na uvamizi wa kutoka nje, kuwa wakati wowote watatuvamia, wakati wowote watatushambulia. Kwa hiyo walijijenga kwa miaka 47 kujilinda kutokea nje. Ndio maana hata wakati yalivyoibuka maandamano ya ndani ya Irani, mimi niliwaambia kuwa Irani hili ndio tishio lake halisi. Yaani kile kinachotokea ndani ya Irani ndio halisi. Yaani hii ndio serikali ya Irani inachokiogopa. Serikali ya Irani inaogopa raia wake. Yaani haya maandamano ya ndani ni tishio kwa sababu nchi yenye population ya watu milioni 93, huwezi kusema kuwa unaweza ukapambana hata uwe na nguvu kiasi gani. Huu umma huwezi ukapambana nao, ikibidi utaingia barabarani. Licha inachosaidiwa tu kuwa bado kuna kiasi kikubwa cha umma wa ndani wa Irani unaunga mkono serikali ya Irani, au umma wa Irani haukubaliani na njia ya kutatua matatizo, kwa sababu njia ya kutatua matatizo kutokea nje kwa kushambuliwa, wengi wa Irani hawakubaliani nayo. Lakini Wairani wengi wanatamani kuona mabadiliko yametokea ndani ya serikali yao, lakini hawataki usaidizi kutoka nje. Hilo liko wazi. Kwa hiyo kama watafikia makubaliano ambayo Israel anafahamika kuwa Israel hawezi kuishambulia Iran na akao salama. Iran wanalifahamu hilo, kuwa ndio maana mshauri wa masuala ya usalama wa usalama Salami alizungumza, Ali Radijani alizungumza, alisema kuwa serikali ya Kizayuni haiwezi ikatushambulia sisi, hawawezi kufanya chochote kwetu bila usaidizi wa Washington. Hilo liko wazi. Israel hawezi kusimama na Iran bila Marekani. Kwa hiyo kama Irani itakuwa na makubaliano na Marekani ambayo wao ndio wanamuona kuwa huyu ndio anaweza kuwa tishio zaidi kwetu, sio Israel. Israel tunamudu vizuri sana, tunaweza kumtuliza, tunafanya lolote, hawezi kuja peke yake. Kwa hiyo kama serikali ya Irani inaweza kufikia makubaliano na serikali ya Marekani kufungua, manake Irani itafunguliwa uchumi, kitu ambacho wamekuwa kikipigania. Rudi kwenye uchaguzi uliomalizika mwaka juzi wa Irani ambao alichaguliwa rais huyu Masoud Pezeshkian. Mnakumbuka wahafidhina walishindwa na Masoud, wawili waligombea naye, lakini alishinda Masoud. Kwa sababu gani? Masoud ni rais wa mrengo wa kati ambaye Wairani wanaota kuwa angalau tuwe na rais wa mrengo wa wastani ambaye anaweza kufungua mazungumzo na ulimwengu wa magharibi, angalau wakalifti sanction, yani kuondoa vikwazo ili tuweze kupumua. Ndio maana wakamchagua Masoud Pezeshkian, kwa sababu walijua huyu ye anafikika, anazungumzika, kuliko kuchagua marais ambao ni wahafidhina kama aliyekufa kwa ajali Ibrahim Raisi. Yeye ni muhafidhina, ni watu ambao hawataki mazungumzo, wao na misimamo yao. Kwa hiyo ile inaumiza sana raia wa kawaida. Ndio maana wakamchagua Masoud. Kwa hiyo kama kutafikia makubaliano ya Marekani na Irani kwa meza, basi faida itakuwa kwa Marekani, itakuwa faida kwa Irani, itakuwa hasara kwa Israeli. Sasa, je, nani anakubali kupoteza katika hili? Jibu utakuwa nalo mwenyewe. Israeli anakubali kupoteza, Marekani anakubali kupoteza, Irani anakubali kupoteza, au nani anakubali kufaidika zaidi na hili? Kama yangekuwa ni mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani, basi zote nchi zingefaidika, kwa sababu Marekani ingefikia sehemu ya uchumi mkubwa zaidi wa nishati katika mikataba bora kabisa, na Irani ingefaidika kutumia rasilimali zake, kwa sababu inazalisha kiwango kidogo sana cha mafuta kuingiza sokoni ukilinganisha na rasilimali walizonazo. Irani haisafirishi kabisa LNG kwa sasa kwa sababu ya vikwazo, lakini ni moja ya nchi yenye reserve kubwa kabisa ya LNG, liquid natural gas. Kwa hiyo kama ingefikia makubaliano na Marekani, ambao wangefaidika ni Marekani na Irani, na Israel ingepata hasara, kwa sababu Israel haihitaji utulivu wa Irani na ukuaji wa uchumi wa Irani na kuwa Irani imara ili waje kutimiza malengo yao yale yanaitwa Great Israel. Nadhani ndio lengo lao limekuwa. Bila shaka nimewafafanulia vyema kabisa. Asanteni.